Bwana, mambo vipi? Yes, Yanga ya water player mawata player wameshushwa watatu usiku wa jana, lakini yote kwa yote tuanze kumwangalia nyota Hussein Zakwani. Hussein Zakwani kwa sababu ni miongoni mwa nyota ambaye amezungumzwa sana, wametaja sana, profile yake inaonekana kuwa kubwa. Hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe kwa sababu kuna vingi vya kuendelea kujuzana na kuzungumza katika kipindi hiki cha usajili. Yes, Hussein Zakwani ni raia wa Komoro, kwa maana anachezea timu ya taifa ya Komoro, lakini huyu mchezaji amezaliwa Ufaransa katika mji wa Marseille, au wengi tumezoea kutamka Marseille kama inavyoandikwa, lakini ni Marseille pale nchini Ufaransa ndiko ambako amezaliwa na akaichagua Komoro kuwa ndio taifa lake kwenye football, kwa sababu tunafahamu kuna baadhi ya mataifa yanaruhusu wachezaji kuwa na uraia wa zaidi ya nchi moja, lakini kwenye football wanalazimika kuchagua taifa moja tu kati hayo mengi ambayo, ama kati ya hayo mawili ambayo uko nayo, kati ya mengi ambayo uko nayo. Kwa hiyo Hussein Zakwani yeye ni nyota ambaye amezaliwa Ufaransa, lakini ameichagua Komoro, na Komoro hapo ameanza kuichezea tangu mwaka 2020. Sivyo bahati amecheza michezo michache sana, kwa hiyo hana call up nyingi za national team, lakini pia hana magoli ambao nasema goli hili lifunga dhidi ya hawa, goli hili lifunga dhidi ya hawa, ambayo atakuwa mengi sana kiasi ambacho tunaweza kuyazungumzia ama kuyasifu sana. Kwa hiyo Zakwani ni Mfaransa aliyechagua Komoro kwenye kikosi cha football kwa maana ya timu ya taifa, lakini umri wake ni miaka 28. Miaka 28 kama ambavyo nimezungumza, amezaliwa Ufaransa na akapata makuzi yake ya soka kwenye baadhi ya timu pale pale Ufaransa katika mji huo wa Marseille, ikiwemo kucheza klabu ya Olympique Marseille ambayo inashiriki ligi kuu ya Ufaransa, lakini yeye alicheza kwenye zile timu za vijana. Cheza timu za vijana na kwa akati anaendelea kukomaa hapo, amecheza michezo mingi, michezo sio 47 ama 40 na naweza kusema hivyo, na akifanikiwa kufunga mabao mawili katika nyakati ambazo ameichezea hiyo klabu ya Marseille. Amepita katika timu mbalimbali ikiwemo IRE 83 FC ama IRE 83 Football Club, ni miongoni mwa timu ambazo pia amepita za huko Ufaransa, na timu nyingine nyingi ikiwemo Jurasud ambao hapo pia ndio timu ambayo amecheza michezo mingi zaidi kwenye karia yake, akiwa amecheza michezo 62 na kufunga mabao 9. Hapa tunaangalia kwenye zile timu ambazo amepita, kabla kwenda kumwangalia anaweza kuofa kitu gani, lakini pia kwa nini ataonekana ama anaichezea klabu ya Yanga kwa msimu ujao. Kwa hiyo amepita katika timu mbalimbali, Marseille akicheza michezo 47, Jura FC akicheza michezo isiyopungua 60, akifunga bao 9 kwenye hao mazingira. Lakini pia unajaribu kuangalia kwenye timu zingine ambazo amepita, nimetaja hapo IRE 83 ambao pia ni miongoni mwa timu ambazo zinatajwa kwa amepita huyu Hussein Zakwani. Msimu uliopita alikuwa anaitumikia Al Zulfi ya Saudi Arabia. Al Zulfi ya Saudi Arabia akicheza michezo 13, lakini hakuwa na goli lolote ambalo amefunga, kwa maana katika michezo 13 hiyo hakufunga goli lolote. Lakini kuto kufunga goli ni jambo moja, sababu tunawafahamu wachezaji wengi ambao hawajawahi kufunga au wamekuwa wafungi, na wakipata nafasi kwenye timu zingine ama kuendesha usajili wakiwa wanauzika vizuri sana huko sokoni. Hapa miongoni mwao utamtaja Kibu Prosper ama Kibu Dennis Mkandaji, akiwa na Simba hakuwa anafunga sana, lakini kila kocha ambaye alikuwa anakuja alikuwa anampa nafasi ya kucheza. Kila kocha ambaye alikuwa anakuja alikuwa anamfanya kuwa chaguo lake la kwanza. Unaweza kujiuliza kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho alikuwa anaweza kuofa mbali na mazingira ya kufunga magoli, lakini mchango mwingine mkubwa zaidi wa kimbinu. Hussein Zakwani ni nani? Tuje sasa kwenye vile vitu ambavyo anaweza kuviofa na kwenda kupeleka kitu gani kwenye klabu ya Yanga.
kwanza kabisa ni forward. Nikisema forward ni yule mchezaji ambaye anacheza eneo la mbele, lakini yeye ni winga. Nimetumia maneno mawili hapo kwamba ni forward ama tunaweza kusema yeye ni winga, kwa sababu unacheza eneo la mbele, kwa sababu watu wengi tumezoea kusema kama forward ni yule mshambuliaji namba 9, lakini forward ni yule yote ambaye anacheza mbele pale, kama kuna kuwa na front 2 ama front 3, huyo anaweza kutambulika kama forward. Kwa hiyo huyu ni winga, winga wa kulia. Amekuwa anafanya kazi bora sana, kimbio yake imekuwa mizuri. Nimekwambia hapo sehemu ambazo amepita ama kwenye makuzi yake ya mpira alikopatia mafunzo yake, apita katika moja ya timu mashughuli pale Ufaransa. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, anaweza kuconnect na timu vizuri, anaweza kupunguza vizuri, anaweza kufanya vitu vingi, isipokuwa namba zake kwenye magoli hizo ambazo zimekuwa hazishawishi, na hazishawishi pengine kutokana na majukumu mengine ambayo amekuwa akipewa kiwanjani. Lakini kwenye klabu ya Yanga na ligi yetu hii kibongobongo, anaweza kwenda kuofa kitu gani kwenye hiyo mechi ama kwenye kikosi cha Yanga? Yes, kwanza unafahamu kwamba Yanga wamempoteza ama ameumia Pacome Zouzoua, na wametajwa mawinga mbalimbali. Mawinga wengi wametajwa kwenye kikosi cha Yanga kwenda kujiunga nao, lakini kuumia kwa Pacome kunatoa fursa kwa mawinga wengine kuingia, japo wachezaji wapo. Utamtaja Max pia Nzengeli kama nyota ambaye anaweza kucheza vizuri pembeni kutokea kushoto, lakini ukirudi upande wa kulia mara kadhaa amekuwa akicheza Alan Okello, Starboy, lakini pia anacheza katikati kama namba 10 wakati mwingine, na hayo mazingira mengine. Lakini lazima upate mchezaji mwingine ambaye anaweza kuja kukupa kitu kingine cha tofauti ama kitu bora. Msimu uliopita Yanga walimsajili Buba Jammeh kwa acheza kutokea pembeni, lakini walikuwa naye Faridi Musa Maliki Shah ambaye yeye hajaonekana msimu mzima, lakini hakuna taarifa ya kumwacha. Maana yake kwa Zakwanya na kwenda kuongeza nguvu katika hilo eneo, lakini kwenye ile neno forward na kwenda kuongeza nguvu pia katika eneo la kushambulia. Hiko ni miongoni mwa kitu bora ambacho Zakwanya na kwenda kuongeza kwenye kikosi cha Yanga. Sidhani kama kuna mchezaji ambaye anasema anakwenda kuathirika moja kwa moja, kwa sababu hata kocha Mangoba Ngithi hajapata nafasi ya kumtazama amini ya kumtumia na kupima huo ubora ambao tunauzungumza, kwa sababu kutoka Saudi Arabia ama kutoka Ufaransa tu Saudi Arabia mpaka Tanzania kuna heka nyingi sana, kuna njia nyingi sana ambao mchezaji anakuwa amepita. Kwenye mazingira yote hayo unaweza kusema ni miongoni mwa nyota ambaye anakwenda kuofa kitu kikubwa ama kitu kizuri kwenye kikosi cha Yanga. Umri wake ni miaka 28. 28 ni mchezaji ambaye haji kujifunza, anakuja kushindana. Kuna tofauti kati ya mchezaji ambaye anakuja kujifunza na kuja kushindana. Kuna wachezaji ambao wamepata makuzi sahihi kiasi ambacho miaka tu 17, 18, 19 tayari anakuwa yuko kwa ajili ya kushindana. Unamwona Lamine Yamal kwenye umri wa miaka 18 ana bang na kuenjoy maisha ya football, kwa maana ya amekuwa katika prime yake kabisa. Lakini kuna wachezaji wanahitaji muda mwingi wa kutazamwa ili waonekane ama waoneshe huo ubora, wakiendelea kufanya makosa ili kuendelea kukomaa. Alikuja Peter Banda hapa, hakuwahi kuwa mchezaji ambaye unasema mkubwa, lakini profile yake ilikuwa kubwa kwa sababu alitoka Sheriff barani Ulaya ambayo ilikuwa inakwenda kushiriki miongoni mwa michuano ambayo inasomea na UEFA kule barani Ulaya, ambayo alikuja kujiunga hapa na Simba. Lakini kwa nini alifeli ama kwa nini hakudumu? Kwa sababu umri wake ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo alikuja kama vile kujifunza huko akitaka kushindana, mambo akawa hayakuwa mazuri. Kuna kina Buba Jammeh hapo kikosi Yanga hakuwa na wakati bora, kiasi ambacho taarifa zinasema tayari sitambulishwa katika timu nyingine kama Willet ya kule nchini Angola, nchini kwao. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambapo mambo yanaweza asiwe kama ambavyo yanatazamika, lakini kwa Zakanyi Zakwani ama Hussein, yeye haji kujifunza, anakuja kushindana kwa sababu ya umri wake na aina timu ambazo amepita. Ni kweli takwimu zake hazimbebi kuwa na magoli mengi kwa nafasi anacheza, lakini inaonekana kimbinu ana vitu vingi ambavyo anaweza kwenda kuviofa na kutengeneza ubora mkubwa wakati timu ikiwa kiwanjani
kwa tumtegemee kumuona Hussein Zakanyi, raia amemzaliwa Ufaransa, raia amini anatumikia Komoro kwenye kikosi hiko cha timu ya taifa, akija kuonesha makubwa sana kwenye kikosi cha Yanga. Hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe.